Sasa madili si ndo haya sasa. Kwamba ukipiga hiyo namba unapata hela. Blaza ni aje hapa? Safi kaka, vipi? Shwari blaza, sasa samani, una simu yenye dakika uniazime mara moja, kuna mtu anataka nimpigie. Ji, uko wapi? Sasa umesikia? Chapu nakuja, usitoke, nakuja sasa hivi. Mbuni nakuja, tuzungumza vizuri ji, nakuja. Haya poa. Blaza nashukuru sana sasa. Asante sana. Jana, habari yako? Salama tu, kwema. Kwema, wewe ndo Anyboy? Ya, ndo mimi. Anyboy. Wewe kijana umemuona wapi? Ji, yani unavyoniona hapa mimi mwenyewe sielewi nini kimetokea. Lakini huu mchongo kuna mtu yuko nyuma. Yaani mpaka sasa hivi mimi maisha yangu sasa hivi ni hayaeleweki. Yaani na danki tu natafutwa na Jamhuri ya Muungano. Sasa basi, nimekuja kwa kitu hiki. Rengo kwanza ujue mimi nipo na sijakamatwa, lakini pia nimekuja kuchukua begi langu na nguo zangu. Nataka nitoke mara moja. Hapana mpenzi wangu, usifanye hivyo. Naomba tu nikae na wewe kwa siku nzima hata kidogo tu babangu. Unafanya masiala ni? Sio masiala. Nimekumiss kweli. Wewe unajua serikali? Sawa. Kwani hicho kitu kweli umefanya? Sijafanya, lakini tayari vile vitu kwa nini uogope? Nimekutwa navyo sasa, na siku zote unaambiwa anayekutwa na ngozi ndio mla nyama. Basi twende wote. Nateseka siku hizi ambazo ulikuwa haupo. Nisikilize vizuri ji. Unajua shida. Mtu, sikia. Napata shida kweli. Unanisikia? Sawa? Nakusikia, siwezi kuelewa. Tulia sasa unisikilize, lakini pia unielewe. Sawa? Kwanza jua kabisa nakupenda. Sawa? Lakini pia hiki kitu ambacho mimi nataka nikifanye ni kitu ambacho baadaye kitaleta manufaa kati yangu mimi na wewe. Vinginevyo nisipokuwa makini na kutumia akili nitajikuta nafungwa. Manufaa hapo unakimbia kwenda kujificha. Mimi sikimbii kwenda kujificha, lakini pia kuna in short niseme kuna kitu ambacho mimi nipo nawaza. Kwa hiyo nielewe tu mpenzi wangu. Ingia ndani kaniletee begi. Nataka ni change nguo nitoke. Basi tutaenda wote. Tutaenda wote bana. Umesikia? Fanya kani ninavyokuambia. Nenda ndani kaniletee begi, nataka nitoke. Nitarudi kukuchukua next time, okay? Kanichukulie, sawa? Nifanye chako.
Pata. Nifuatie baby. Mimi nilikuwa nimetoka nyumbani naenda zangu center. Sasa wakati nipo njiani ndio nikakutana na bango. Nikasoma maelezo nikaelewa, nikachukua namba. Sasa baada ya kusogea mbele kidogo ndio nikakutana naye. Unaona? Bahati nzuri aliniomba na simu kabisa. Akawa nawasiliana. Sasa kwenye maongezi yao nilivyosikia sauti ilikuwa kama kike. Yeah, of course kitu kama hicho ilikuwa sauti ya kike. Alipomaliza kuongea yeye akaondoka. Unasema ulisikia sauti ya kike? Afande, huyo jamaa atakuwa ameelekea kwa demu wake pale, tumfuate. Asante sana N-Boy. Ushirikiano huu uliouonyesha ndio tunautaka sisi maaskari baina na wananchi. Kwa hicho ulichokifanya uendelee kuwa na moyo huo huo. Shika hii hapa. Asante sana afande. Itakusaidia. Sawa. Afande, tuondoke. Odi. Odi. Karibuni. Asante. Kwa majina naitwa Afande wa Bongo. Niko na maafande wenzangu. Naitwa Afande Rusi kutoka kituo cha kati. Naitwa Afande Shedrack kutoka kituo cha kati. Dada samahani, tuna mtoto tumeambia yupo ndani mwako. Mtu wenu? Mtu gani huyo ambaye yupo ndani kwangu? Mbona mimi sina mtu ndani? Dada, hatuna muda wa kupoteza. Tuitie mtu wetu tuondoke naye. Mafande, mbona mimi siwaelewi? Afande Rusi, ingia ndani kakague. Afande, ndani hamna kitu. Afande, una uhakika umeangalia vizuri? Afande, hamna kitu. Habari yako kijana? Salama mkuu. Vipi ule mpango wangu? Kuhusu mpango wako, usiokope. Mpango wako uko vizuri. Ila na jambo moja tu nalotaka kuzungumza na wewe. Jambo gani mkuu? Nahitaji mpango wangu ukamilike. Yaani kwa gharama yoyote, kwa njia yoyote, yule mwanamke nahitaji kumpata. Nadhani umenielewa. Mkuu, mbona ile jambo limeshaisha? Okay, sawa. Wala ina shida. Ngoja nikupatie. Hapo nadhani tumemaliza. Next time Dada samahani,
Tumeingia ndani kwako tukajiridhisha kwamba mtu tunayemtafuta kweli hayupo, lakini pia tunaomba kitu kimoja. Kama atafika hapa, basi uonyeshe ushirikiano na sisi, tupigie simu, kwa sababu huyo mtu tunayemtafuta inasemekana una mahusiano naye. Kwa hiyo tunaomba pindi atakapofika hapa tupigie simu na nikuondoe wasi. Unajua, labda tukimkamata tunaenda kumuua au kumfunga. Hapana, tunamtafuta ili atupe vitu vyetu ambavyo anavyo. Tukivipata tu tunamwachia. Sijui tunaelewana vizuri? Sawa maafande, mimi nimewaelewa. Atakapokuja tu taonyesha ushirikiano. Sawa dada, tukutakie siku njema. Mdogo, kwa nini unanifuatafuata? Brother, samahani. Kwa nini unanifuatafuata mdogo wangu? Kaka, samahani. Samahani. Mdogo, watu vichwa vimesha luzi, unanisoma fresh mwanangu. Kwa nini unanifuatafuata? Sikia brother. Mimi najua kuhusu kesi yako. Kesi yangu? Wewe unajua nini kuhusu kesi yangu? Naomba uniachie tu. Mdogo, unajua nini kuhusu kesi yangu? Brother, kuhusu kesi yako hiyo umetengenezewa. Maana mimi tukio lote lililofanyika mimi niliona. Nilikuwepo kwenye tukio. Yaani siku ile kuna mtu alikuja akakuwekea vitu. Ningeomba tu kwanza uniachie tuongee vizuri. Naelewa kila kitu na ushahidi ninao. Dogo, unasema kuna mtu aliniwekea? Na ulimuona? Nilimpiga hadi picha. Hizo picha unazo? Ziko wapi? Kwenye simu yangu. Tuangalie sehemu iliyotulia tukae tuzungumze. Mimi nakufuatia, lengo nikusaidie. Una uhakika mdogo wangu na unachokisema? Serious. Hii siku ya pili nakuja kukuangalia pale kwako sikukuti. Kwa hapa ulipotoka tu ndo nikaunga na wewe. Serious kabisa. Jo. Style yako nimeipenda. Mimi ni mtu wa picha, napendaga sana kutupia vitu TikTok mimi. Unaona, natamani kuwa mwandishi wa habari. Sasa kwenye kupiga picha nikaona mtu anatokea. Unaona, jamaa alikuja na nyata, nikasema hili tukio nalichukua kwa umakini. Sasa nikachukua na clip kabisa.